ni kwa nini kila anapokuwa CEO mwanamke kuna mahala Simba inafika? Heshima yako, lakini pia tuambie namna ambavyo ulikuwa unajisikia leo wakati mchezo unaendelea. Kwanza ni kusalimia Afrika Kusini, nimejifunza kunjani. Mimi sijalaka neno bado. Sawa, kwangu mimi imekuwa ni faraja. Na sasa ukizingatia kumekuwa na ongezeko la wanawake katika soka, sio tu kwa Tanzania bali kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo kwangu mimi naona hii ni fursa pekee ambayo klabu imetukabidhi, na watu wengi wameoanisha mafanikio ya klabu yetu na uwepo wa wanawake, viongozi wa wanawake. Kwangu mimi naona ni heshima kubwa kwa klabu ambayo mmoja ni Mwafrika Kusini, nilimsikia kati anakuuliza, ndio maana nimekuuliza. Najua. Kwa hiyo mimi kwangu naona hii ni moja ya mafanikio makubwa kwa klabu yetu ambayo imewekeza sana katika uongozi. Najaribu kuangalia pale ambapo palikuwa mfupa mgumu Simba Afrika Kusini dhidi ya moja kati ya timu kutoka hapo, utakumbuka achana na Kaizer Chiefs ile ilikuwa ya awali, baadaye dhidi ya Orlando Simba aliondoshwa kwa mikwaju ya penalti, akawa hana kumbukumbu nzuri. Leo dhidi ya timu ya Afrika Kusini amefanya vyema. Kitu kinachofuata ni Morocco ambapo kwenye robo finali ya mwisho, na nilikuwa pale, ilikuwa ni mchezo ambao ulikuwa dhidi ya Wydad Casablanca kama utakumbuka, penalti zikamtoa mnyama. Kitu cha kwanza mmekitoa sasa hivi, nini unakiona Morocco? Mimi naona mwanga, na bahati nzuri kama mwalimu wetu ambavyo amekuwa anasema siku zote, anawaheshimu wapinzani. Haya ni mashindano ya mpira ambayo yana matokeo hasi na chanya, lakini lengo kubwa sana la klabu yetu ni kuwa na consistency katika kupata matokeo, na ndio maana mnaona sasa hata tunapoelekea katika mwanzo tumeweza kuvunja mwiko wa kuwa kwenye robo finali, tukavuka mwiko wa pili wa kuingia nusu finali. Jina lile limekufa sasa hivi ulikuwa unaona. So mwaka robo wala sio mwaka finali, sasa hivi ni washindi wa kombe la shirikisho.